nadhani kama ataaminiwa kama Baka, tunaweza tukavuka miaka 10 kupata beki wa aina yake. Huyu ni zaidi ya kina Victor Costa na Mpoka, kama uliwahi kuona Abdallah, sijui umenielewa zaidi ya kina hao ambao waliwahi kupita, kwa sababu ana utulivu la kwanza, ana utayari la pili, anaweza kufanya kwa nyakati kulingana na hali inavyompata, vitu ambavyo anakabiliana navyo yule bwa mdogo. Kwa muda mfupi nilipomtazama, utulivu alionao yule, ukimpa uzoefu hatuwezi tena kwanza kutafuta mabeki kutoka timu nyingine. Kwa mantiki hii, mimi binafsi naona pumzi ya Yanga inapungua. Kwa mimi niko na watamani, sio na watamani hivyo. Mimi natamani Yanga katika makombe, na natamani tukutane finali na Federation, ni mbonde mara 3 mfululizo, ili zile tarabu za mara 6 zishe, na nina hakika na mbonda mara 3 zote. Yule Pacome anayekimbia sasa hivi kila mpira anaachia watu, yaani unatuachia sisi mpira ule, ona tukamatia watu. Kuna Aniseti Yaura, mwalimu tuna Aniseti Yaura, kuna Gue Kifaransa tunamuita, tuna Elim Panzu Kibisawala, sikio anacheza namba 8 hapa nyuma, tuna Maema hivi na kule anaangalia engo iko wapi. Yaani wale mabumunda wa Yanga bwana, kwa na heshima ninamfunga Yanga hata mara 8 kwa hii Yanga mbovu. Kwa yote mimi nimseme Steve Baka upande wake, kwanza ni mwalimu anani surprise sana. Unajua jana wakati unaanza mpira hata watu wengi waliamini Simba wanakimbia mechi. Kwa nini? Aina kikosi alichonacho anaamini sana vijana. Lakini dakika mwisho, kwa sababu alitaka matokeo, ameenda amepata matokeo. Na nikuahidi, kama una swali jingine utaniuliza, mimi kwa mara hii nawafunga Yanga hapa, na wafunga na lipi? Unafunga kwenye mechi ya Muungano ya kesho kutwa na Isamuyo. Kwa namna ya Yanga ambavyo naiona sasa na namna ya Simba ambavyo naiona, mechi zote mbili. Kwanza mechi ya itakayocheza Jeshini, ule uwanja mimi sijawahi kumwacha mtu salama, nadhani unajua wenzetu waliita Guantanamo, sisi pale ni Sobibo. Hivi ushawahi kuitazama hiyo movie ninakwambia? Yaani ukitoka pale Sobibo pale, kiasi cha kwamba kuna gereza duniani unaweza kufungwa tena ukakaa na ufungwi tena, ndo pale. Yaani ukija pale katika uwanja wa Samuyo ni Sobibo, manake Yanga anakuja kwenye uwanja wa Sobibo. Cha pili, Zanzibar, kwani mechi yetu sisi tunamfunga Yanga goli linakataliwa na muamuzi liko wapi? Zanzibar pia ni yani ujue. Hii ni SFTV kutokea hapa katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza, kijiji cha Maguzoni kama sijakosea ndugu yangu Bana, tumefunga safari kuja kuzungumza na wanasimba ambao wanapatikana katika mkoa huu na maeneo tofauti tofauti, kusikiliza kile ambacho wamekuwa nacho katika msimu huu wa 25-26, lakini kubwa zaidi kama ambavyo tunafahamu kwa sasa klabu iko pale visiwani Zanzibar ambako michuano kombe la Muungano inafanyika, na mpaka sasa wako katika hatua ya fainali ambayo inatarajiwa kupigwa katika dimba la New Amani Complex siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi huu wa 4 2026, na Simba Sports Club wamefanikiwa kufika hatua ya fainali mara baada ya kuwatoa Mlandege, miongoni mwa timu bora kabisa kutoka visiwani Zanzibar, ambao hakika wanatandaza soka si la kitoto. Lakini mbele ya mnyama Simba wameleshwa pira biriani pale pale katika ardhi ya Makachu kwa bao 3-0, bao zake Selemani Mwalimu Gomez Sele, Aniseti Yaura, bila kumsahau Mio Gifti Maema, zilohakikishia kuna Msimbazi Simba nafasi ya fainali. Lakini watani zao Young Africans ambao pia wamefika hatua hiyo, wamefanikiwa kuwatoa Azam Football Club katika mchezo wa nusu fainali kwa jumla ya bao 2-1. Kwa maana hiyo niko naye mwanangu Seif Simba kuzungumza kile ambacho kimetokea siku ya jana katika visiwa vya Zanzibar katika dimba la New Amani Complex. Seif, mambo ni aje ndugu yangu? Bana, safi kabisa. Uko vizuri? Poa kabisa. Habari za Maguzoni ndugu yangu? Bana, hapa salama. Huu ndo mji ambao na mimi pia nimejificha. Umejificha? Ila umefichwa bana ndugu yangu. Hamna, mimi nimejificha. Harakati tu. Hamna mtu mzima anafichwa bwana, harakati. Bana, mimi nimefurahi sana. Na mimi nashukuru kwa kunikumbuka kwanza, kutoka Dar es Salaam zaidi ya kilomita 300 na kidogo hivi mpaka kufika Tanga. Neema ilioje. Na mimi nikasema huku nikijificha ndugu zangu watakuja. Wasio ndugu zangu watasubiri Dar es Salaam. Nashukuru ndugu yangu Abdallah kwa kutenga muda kuja kunipa nafasi kwa mara nyingine tuzungumzia kimpira. Nashukuru sana. Bana, jana umepigwa mpira mkubwa kweli pale visiwani Zanzibar kutoka katika kikosi cha Steve Baka. Bao 3 safi kabisa, huku Hussein Nabela akaondoka na clean sheet. Kwanza, namna ambavyo umeitazama Simba katika mchezo wa jana, ipo tayari kukutana na mtani?
Nadhani nilifanya kipindi juzi, nilifanya kipindi jana yenyewe kabla ya mechi, na tulifanya kipindi hapa katikati. Mimi na imani yangu kubwa, kama kuna rekodi mbovu iliwahi kuwekwa kati ya Simba na Yanga, iko mbovu iliwahi kuwekwa. Simba anatakiwa kuvunja undo muda wake. Shakespeare ana kauli yake moja, anasema time will tell. Kama nitakuwa sikosei, kwa sababu sio lugha yangu. Yes, kauli ile ya Shakespeare nadhani ndio inakuja kutimia. Kwa nini? Msimu huu tulipasa kutana na Yanga mara 3 na zote tulikuwa na haki ya kushinda. Mara moja waamuzi wakameza, TFF ikakiri, sisi tukasema okay, sisi tunajua tumetoka na ushindi. Sasa tofauti ya pointi ni issue nyingine ya kikanuni. Tuna mara 2 fainali na eneo jingine, na nadhani kabla ya kufanya kipindi kabla ya mpira nilikwambia Steve Barker ni mwalimu ambaye mimi kwangu ni professional teacher. Yaani ni mwalimu professional kweli kweli. Mimi sina cheo, si mnapeana ile professor, sijui huyu anaitwa master nani, sijui special one. Mimi sina. Mimi ninachosema professional ya mwalimu Barker inapasa ikawa ya miaka 15 20 ijayo. Kwa nini? Nitatoa sababu 2-3 za kimpira. Nilikuwa mtulivu sana jana wakati naangalia mpira. Bahati mbaya nzuri, mimi sipendi kuangalia mpira katika mikelele. Yaani kuna mtu from nowhere hajui mpira, hajawahi kucheza, hajui sheria ya mpira. Yaani likija tu yeye linapiga kelele. Mimi huwa wananitoaga njiani. Mimi napenda mpira. Nikafanya utulivu sehemu nikiwa peke yangu. Kwanza nikwambie, katika eneo ambalo siwezi kumsahau mwalimu Barker ni eneo la huyu kijana Mbegu. Anacheza namba 2 yule jamaa, mimi ninachofahamu. Anacheza 4 na 5. Yaani hapa nyuma nadhani kama ataaminiwa kama Barker, tunaweza tukavuka miaka 10 kupata beki wa aina yake. Huyu ni zaidi ya kina Victor Costa na Mpoka. Kama uliwahi kuona Abdallah, sijui. Umenielewa Zaidi ya kina hao ambao waliwahi kupita, kwa sababu ana utulivu la kwanza. Ana utayari la pili. Anaweza kufanya kwa nyakati kulingana na hali inavyompata. Vitu ambavyo anakabiliana navyo yule mdogo kwa muda mfupi nilipomtazama, utulivu alionao. Yule ukimpa uzoefu, hatuwezi tena kwanza kutafuta mabeki kutoka timu nyingine. Kwa hiyo kwanza ni msifu Steve Barker kwa sababu juzi alikuweko katika mechi kati ya Yanga na Azam. Juzi alikuweko uwanjani akiwatazama Yanga, na Yanga kwa dunia ya sasa ilivyo na leo walivyo ni wale hawabadiliki. Yaani hawawezi kujaribu. Wakikuletea kikosi ni iko. Lakini Steve Barker jana anaona benchi la ufundi limekaa juu. Maana yake alichokifanya Steve Barker, kwanza hata mimi amenishangaza, yani amenisurprise kweli kweli. Sababu jana ni kwa mara ya kwanza anaona viungo takriban 6 wako katikati ya uwanja wanacheza. Umenielewa sijui? Kama wewe uliwahesabu utajua wewe, mimi sikumbuki, lakini wanafika 6 au kina Kante sijui, Maema kiungo, unapomtaja Clatous Chota Chama kiungo, unapomtaja Yusuf Kagoma kiungo. Yaani walijaa viungo timu nzima. Nini mantiki yake? Kama ulikuja kuiba tactically nitakuhukumu vipi leo nimeleta viungo watupu? Kakaeni kwenye benchi lenu mtakabiliana na viungo. Sifa ya timu inapocheza na viungo, maana yake utaizuia mpaka mwisho. Kama unakumbuka vizuri Barcelona kina Messi wakati wanakuwa, mimi ni muumini wa timu hiyo. Barcelona kuna mechi walicheza viungo watupu, wakiwemo na Puyo, sababu kuna watu hawajui, wakiwemo na Gerard Pique, maana yake hao walikuwa ni nani? Yaani Barcelona iliweka midfield watupu. Yaani ukishambulia utaikondesha. Ikishika mpira adhabu yako. Hamtamani tena kuwashambulia. Ndio hicho kifanya jana Steve Barker, na ametoa hukumu ya kiume. Unajua ule mpira uliochezwa kipindi cha pili na Simba jana. Mimi bwana, ukiacha mapenzi kwa sababu napenda Simba. Yaani mpira kama ule hata Manchester mwenyewe anazuia kwa tabu. Abdallah, wewe nisikilize. Mimi sijawahi kudanganya. Umenielewa vizuri? Yaani naamini hata Oman United wenyewe kuzuia mzigo ule wanawezekana wanazuia kwa tabu. Kwa hiyo Abdallah, yote kwa yote mimi nimseme Steve Barker upande wake. Kwanza ni mwalimu ananisurprise sana. Unajua jana wakati unaanza mpira hata watu wengi waliamini Simba wanakimbia mechi. Kwa nini? Aina ya kikosi alichonacho anaamini sana vijana. Lakini dakika ya mwisho kwa sababu alitaka matokeo, ameenda amepata matokeo, na nikuahidi kama una swali jingine utaniuliza. Mimi kwa mara hii nawafunga Yanga hapa na wafunga na ligi. Wafunga kwenye mechi ya Muungano ya kesho kutwa na Isamuyo. Kwa namna ya Yanga ambavyo naiona sasa na namna ya Simba ambavyo naiona, mechi zote mbili. Kwanza mechi itakayocheza Jeshini, ule uwanja mimi sijawahi kumwacha mtu salama, nadhani unajua Wenzetu waliita Guantanamo, sisi pale ni Sobibo. Hivi ushawahi kuitazama hiyo movie ninakwambia?
Yaani ukitoka pale Sobibo pale kiasi cha kwamba kuna gereza duniani unaweza kufungwa tena ukakaa. Na ufungwi tena. Ndo pale. Yaani ukija pale katika uwanja wa Samuyo ni Sobibo, manake Yanga anakuja kwenye uwanja wa Sobibo. Cha pili Zanzibar, kwani mechi yetu sisi tunamfunga Yanga goli linakataliwa na muamuzi liko wapi? Zanzibar pia ni mji, yani unyo miongoni mwa miji mitukufu ni hii Tanga unayoiona. Wewe kawaambie watu wengine kwamba Tanga ni miongoni mwa miji mitukufu na Zanzibar inafuata, sababu Tanga dini yote iko hapa juu na vyuo vikubwa kabisa vya Kiislamu. Maeneo haya Yanga hawezi kucheza mpira kwa sababu sisi tunajua Yanga wanategemea nini. Kwa juu ya kuifunga Yanga, ondoa pressure. Umenioji mimi naitwa Seif Simba ujue. Mimi ni Simba kweli kuliko unavyofikiri. Mimi kumfunga Yanga ni faradhi, ni lazima. Swala la muda. Otherwise watoke salama. Hao waamuzi wa Kizanzibari wanao wanafiki. Mimi nawategemea sana. Mimi nafungwa na Yanga kwa sababu ya waamuzi tu. Sije kufungwa na Yanga tactically hivi hapana. Sikumbuki mechi ya mwisho ilikuwa lini. Umenielewa Abdallah? Jibu langu nilo. Labda tuzungumze hiki. Kabla ya mchezo yalizungumzwa mengi kwamba mnyama anaweza kukimbia mechi au mmoja yote anaweza kukimbia mechi kulingana na uzito wa mechi ya ligi kuu, ambao mara baada ya mchezo huu wa fainali hiyo ndio inaofuata. Faida ambayo wanaipata Simba kwenda kucheza na Yanga fainali kabla ya mchezo wa ligi kuu wa Mei 3 ni faida ya namna gani ambayo Simba tutakuwa nayo? Kwanza ni kupeleka kikombe ndani kwa sababu tumeasi vikombe katikati. Faida ya kwanza ni kuchukua kikombe, kutengeneza morali ya wachezaji. Sababu wachezaji wakinyanyua kwapa wanakuwa na hamu ya kuendelea kupata ushindi, wanakuwa na spirit na mechi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni hilo, tuhakikishe tunapeleka kikombe nyumbani na tunakwenda kukichukua. Mimi sina pressure. Mimi nafahamu Yanga wakiwa na quality, nafahamu Yanga ikiwa bendi ya Skinde. Mimi nitakukumbusha kidogo, hii Yanga unayoiona hii hapa katikati ilikuwa idondoshe wastani wa point 12 zote zikamezwa na waamuzi. Katafute mechi ya Yanga na Namungo. Yanga wamepewa penati ya uongo na Mungu amenyimwa penati. Umenielewa vizuri? Ziko mechi nyingi tu, acha hiyo mechi na Simba pia wakapokonywa pointi na mechi nyingine takriban 4. Siwezi kuanza kutaja moja moja. Kwa mantiki hii mimi binafsi naona pumzi ya Yanga inapungua. Kwa mimi nilikuwa nawatamani, sio nawatamani hivyo. Mimi natamani Yanga katika makombe, natamani tukutane finali na Federation ni mbonde mara 3 mfululizo. Ili zile tarabu za mara 6 zishe. Na nina hakika na mbonda mara 3 zote. Yule Pacome anayekimbia sasa hivi kila mpira anaachia watu. Yaani unatuachia sisi mpira ule, ona tukamatia watu. Kuna Aniseti Aura, mwalimu tuna Aniseti Aura, kuna Gue Kifaransa tunamuita, tuna Elim Panzu Kibisawala. Sikio anacheza namba 8 hapa. Nyuma tuna Maema hivi na kule anaangalia engo iko wapi. Yaani wale mabumunda wa Yanga bwana kwa na heshima. Mimi namfunga Yanga hata mara 8 kwa hii Yanga mbovu.